Hello, ninawasalimu nyote na majina yangu ninaitwa Eric Mtalemwa. Siku ya leo ninahitaji tuendelee na somo ambalo linahusiana na jinsi ambavyo tunaweza kusimama katika maarifa na katika ufahamu mzuri na tukashinda. Maarifa ni uwezo wa ndani na ya moyo pamoja na ufahamu, kujua ni nini kinachopaswa kufanyika katika shughuli ambayo unatakiwa kuifanya. Maarifa yanapokelewa kwa njia ya mafundisho, lakini pia kwa njia ya utulivu. Ukiwa umetulia vizuri katika maisha yako, utapokea maarifa, na maarifa yanaweza kukutoa sehemu moja kukufikisha sehemu nyingine. Maarifa yana tabia ya kutokujificha. Maarifa pia yanaonekana kwa njia ya kuyatendea kazi. Kwa hiyo mtu mwenye maarifa mengi asitende tendo hata moja, maarifa yake yanabaki ni maandishi tu. Kwa hiyo hata unapokuwa na vitabu vingi, umejisomea vitabu vya watu mbalimbali, vimekupa maarifa. Sasa kinachotakiwa wewe kufanya, hata hayo maarifa yakaleta manufaa na faida, ni pale unapokwenda moja kwa moja katika location ambapo yale maarifa yanakuelekeza kwenda kufanya, ukafanyia kazi, ndipo yataonekana yale maarifa kwamba yalikuwa ni maarifa yaliyoleta matokeo. Kwa hiyo hiyo ndiyo formula na kanuni ambayo hakuna mtu anayeweza kuikwepa, kwa sababu maarifa machache yaliyofanywa kazi ni bora kuliko maarifa mengi yasiyofanywa kazi hata siku moja. Ndio maana wahenga wengine wanajaribu kusema, najaribu na mimi kukubaliana nao, ya kwamba walisema maarifa, akili nyingi uharibu maarifa. Kwa nini? Akili ikiwa nyingi, kila siku unatafuta maarifa alafu hakuna utekelezaji, hapana, hiyo ya maarifa yanakuwa yameharibika. Ni maarifa visa. Lakini maarifa yaliyoatamiwa vizuri kwa strategy na mipango mizuri, yakawekewa plani na utekelezaji wa kila siku, na kuweka beacon na footsteps za kuendelea kuona kwamba hatua yangu ya kwanza itakuwa hii, baada ya hapo nitakanyaga hapa, baada ya hapo nitakanyaga hapa. Hayo maarifa lazima yatakutoa sehemu moja kwenda nyingine, na kwa maarifa hayo unaweza ukatoboa, kwa sababu neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Okay, lakini wakisha kupata maarifa hao watu wayatendee kazi, kwa sababu kuna watu wengi wana maarifa ila hawajawahi kuyatendea kazi hayo maarifa. Wanasubiri mtu aje awapush ndo aanze acceleration, ndo aanze kwenda katika mtembeo, ndo aanze kujongea. Lakini naomba nikwambie, Mungu ameweka ndani ya mwanadamu nguvu na uwezo wa ajabu, ambao inasemekana hata kwa watafiti wa kisayansi na kisaikolojia kwamba hata siku anapofika na sign out, ana log out kutoka duniani, anahamia katika maisha ya ulimwengu ujao, anakuwa hajatumia hata asilimia 50 ya akili alizopewa na Mungu. Ninakuomba siku ya leo, jaribu kuangalia na kuchunguza vizuri kwamba ni nini ambacho labda unafikiri kinaweza kikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na wakati huo ni leo. The time is now. Hakuna muda wa kuanza kusubiri kwamba mpaka mambo yakae vizuri, ama mpaka niwe na rasilimali za kutosha, mpaka nipate kampani ya kwenda nayo njiani, mpaka nipate watu wa kuni backup kiuchumi au wa kuni backup chochote. Hapana. Kumradi haya maarifa unayoyapata kila siku yanakusaidia wewe kuendelea kuboost ule moyo wa kujituma na kuendelea kukupa mbinu za kushinda katika kile unachokiendea. Unajua, kufaulu ni sawasawa na kuingia vitani. Unapokuwa umeweka mipango yako mpaka kuitekeleza, mpaka inakuja kukamilika, inagharimu mambo mbalimbali, ina cost vitu vingi, ina cost kujinyima, ina cost kujitenga na baadhi ya mambo, ina kukosti kujitenga na baadhi ya watu, ina kukosti kujitenga na baadhi ya starehe, kwa sababu huwezi ukawa ni mtu wa kutimiza malengo yako, ama ni mtu una ndoto zako unataka uzitimize,
alafu unatamani kila kadi uichangie kila kadi ya harusi inayokuja kwako, alafu unatamani kila harusi uhudhurie mpaka harusi za usiku wa manane. Haiwezekani. Hata wale ambao tayari wamekwisha kuwa na kitu ambao tunafikiri wametajirika, hao watu hawana usingizi. Ukiamka usiku utawakuta hapo kwenye vikao. Na ndege wanaofanana wana tabia ya kuruka pamoja. Ndege wanaofanana wana tabia ya kuruka pamoja. Kwa hiyo unamkuta yuko na matajiri wenzake, kwa sababu inspiration anazozipata ni za utajiri. Akikaa na maskini mara kwa mara muda wake mwingi, atapata inspiration za kimaskini zinazoweza kumkatisha tamaa, kwa sababu maneno ya maskini mara kwa mara utakuta mtu anakwambia haiwezekani. Watu wanaotajirika wanaenda kwa waganga, ni Freemason. Watu ambao wana vitu fulani kwa sababu wanamiliki bunduki wanateka watu wakati wa usiku. Lakini naomba nikwambie, kuna wengine hawana bunduki za mkono, wana bunduki za ufahamu na kujituma. Wanateka mali za watu wengine kwa njia ya kujituma na kwa njia ya kufanya kazi. Kwa sababu kama mtu ameenda amefungua kigenge pale mtaani kwenu kwa kujinyima hela yake ya kuchanga makadi kwenye harusi na vitu vingine, akafungua kigenge, atakuteka kwa sababu hela zake utazileta mwenyewe, na hapo akushikii bunduki, ila ni maarifa. Maarifa ni bunduki na ni silaha. Utaleta zile pesa kwa sababu njaa itakuuma, utahitaji kiberiti, utahitaji chumvi, utahitaji mafuta na sabuni. Yeye ndiye atakayekuhudumia, na kwa hiyo hakuhudumii bure mpaka utakapokuwa umeleta pesa. Kwa hiyo siku ukifika pale unamwendea mikono mitupu, unamwambia nisaidie kitu fulani, akakunyima, usije ukamlaani ukafikiri laana itafanya kazi. Hapana, ni utaratibu na system ambayo Mungu amekwisha kuiweka. Lazima tutumie system hiyo kwa ajili ya kufika pale ambapo tunahitaji kufika. Na Mwenyezi Mungu akubariki sana, kwa sababu haya maarifa yamekuja kwa wakati. Ni wakati wako sasa wa kusimama imara na kuyafanyia kazi. Mungu akubariki. Tuko pamoja. Asante.